Jambo na karibu Teach Chris, mimi na wako Vikirubo. Leo hii nataka niweze kuendelea matini yetu kuhusu semi. Na nilivyosema semi ni kipera cha fasihi simulizi na urejelea kauli fupi. Na ndani hizo kauli fupi tuna vitendawili, tuna methali, tuna misimu, tuna lakabu na kadhalika. Hivyo leo nataka tuangalie misimu, pia huitwa simo. Misimu au simo. Misimu au simo ni kauli zinazotokea katika kipindi maalum cha wakati na baadaye hutoweka. Ijapokuwa kuna baadhi ya kauli hizi ambazo huweza kukua kwa jamii hadi zikamalizia kuwa katika lugha hiyo. Sifa za misimu huzuka na kutoweka baada ya kipindi fulani. Ijapokuwa inaweza kukubalika na ikawa sehemu ya lugha sanifu. Pia misimu huchipuka kutoka makundi katika jamii fulani. Kisha misimu hupata maana inayobainika vyema ikiweko katika muktadha wake wa kiwakati na mahali. Kwa mfano sasa hivi kuna jina ambalo linaendelezwa clock it. Clock it linamaanisha nini? Niambie hapo kwenye comment section. Clock it inamaanisha nini? Umuhimu wa misimu. Moja, huhifadhi historia ya jamii kama vile mtu akisema ninunulie chai ambayo inamaanisha hongo. Hivyo tunajua kuna wakati ambapo kulikuwa na utamaduni wa jamii hiyo kuhusika katika ufisadi. Pia hukuza lugha hasa inapofanyiwa na kukubaliwa kuwa sehemu ya lugha husika. Kwa mfano kama ni kiberiti ngoma, kwa maana ya mtu ambaye ni ni mwanamke ambaye anahusika katika uzinzi. Likawa kiberiti ngoma na likakubaliwa, hiyo inasaidia kukuza lugha. Ingine hukuza ubunifu wa kubuni na kutumia misimu katika mawasiliano. Kwa mfano hata lugha ya ekegusi, ikiwa mtu anajifungua atasema na hivyo rete tunasema narwe tomo toigura, alitoka juu ya mti. Hivyo lazima uwe mbunifu ndipo ujue ni mti upi ambao ameushuka. Pia hutumiwa kuficha siri. Kama ilivyo tu katika tasfida, pia tunapata kwamba misimu husaidia sana katika kuficha siri miongoni mwa watu wanaohusika. Kwa mfano sitasema nihonge, nitasema ninunulie chai. Mambo kama hayo. Hukuza utangamano na ushirikiano baina ya wanajamii. Pia huweza kutambulisha kundi la watu fulani. Clock it, utajua tu hao ni majenzi. Pia huweza kukuza uwezo wa kufikiri. Kwa sababu ni jina ambalo limefumba ujumbe, lazima uwe na uwezo wa kufikiri ndipo ujue maana ya msimu wenyewe. Labda unaweza kunipa baadhi ya misimu ambayo unaijua katika jamii yako. Addition, adide, misimu mingine. Kama sisi nakumbuka kulikuwa na msichana anaitwa Valine. So Valine alikuwa na mpenzi ambaye alikuwa rubani. So siku moja akaamua kwenda kumtafuta rubani wake. Akahepa shule. So kilichotokea baada ya sisi kusema alihepa shuleni, tukaanza kutumia jina lake Valinate. Valinate head. Huu ulikuwa ni msimu. Watu ambao hawakuwa wanamjua Valine bila shaka sasa walianza hawangeweza kujua maana ya neno Valine. Lakini sisi ambao tulikuwepo tukajua kulikuwa na mrembo ambaye alitoroka shule, samahani. Tuliweza kujua mtu akisema Valinate anamaanisha ni kutoweka kutoka mahali fulani, labda darasani. Kuna kule kutokuja darasani kunaitwaje?
wengine huita skive, skipping classes. Mnaita nini katika jamii yako? I skive the lessons, when you miss the lessons. Kwa Kiingereza nadhani wanasema it's a French leave. Yeah, you go without permission. So what do you call that in your language? Until next time, bye. I've been your host, Ruth Kerubo. Please don't forget to share and like this video. Plugging you to the best content in the 254. Yeah, best researched. Yep. So that's the end of short journals for today as far as Missimo is concerned.